Kwa taarifa ambazo niko nazo kutoka kwenye klabu ya Simba ni kwamba Simba wako kwenye mazungumzo ya kuachana na Musa Pimpin Kamara, golikipa ambaye wamemsajili mwishoni mwa msimu uliopita. Na ndio golikipa pia ambaye amesimama langoni kwenye lango la Simba kwa msimu huu kwenye michezo mingi ya ligi kuu, lakini pia kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa na mashindano yote ambayo Simba wamekuwa wakishiriki kwa msimu huu. Sababu kubwa ambayo inatajwa kwa Simba kuachana na Kamara ni kutokana na makosa madogo madogo ambayo Kamara amekuwa akiyafanya kwenye kikosi cha Simba. Ukiangalia kwenye mashindano yote msimu huu amefungwa zaidi ya magoli 9 ambayo ni uzembe wake mwenyewe binafsi. Kitu ambacho kimeiathiri Simba kwa namna moja ama nyingine. Maana kwenye yale magoli ambayo Simba ameruhusu msimu huu, magoli 9 ni magoli ambayo yametokana na uzembe wake mwenyewe. Kitu ambacho ni kama uongozi wa klabu ya Simba haukupendezwa nacho sana, na ndio maana wanafikiria kuachana naye mwishoni mwa msimu huu na wanaangalia kumfanyia checking ya mwisho Ayub Lekred, na kama ataonekana kama ameimarika vizuri na jeraha lake limepona kabisa, haliwezi kujirudia kwa haraka, anaweza kuendelea kubakia kwenye kosti ya Simba. Kumbuke Ayubu bado yupo Simba, hajauzwa, ana mkataba na Simba. Issue tu ni kwamba alikuwa hajisajiliwa kwa ajili ya kuitumikia Simba kwa msimu, lakini bado ni golikipa ambaye yuko Simba kwa sababu bado ana mkataba. Kwa hiyo anaweza akabaki yeye, halafu Musa Pimpin Kamara akaondoka. Na miongoni mwa mabao hayo, kama unakumbuka, bao ambalo alifungwa dhidi ya Yanga, alirudisha mpira ulikuwa umetoka akarudisha ndani, ni bao la kwanza. Bao dhidi ya Fountain Gates ni bao la pili. Mabao mawili dhidi ya Coastal Union kwenye makosa moja ya Chemalon Fondo, na yeye akapata bao moja, bao la 3. Lakini pia goli dhidi ya Fountain Gates ni bao la 4. Lakini mechi bao dhidi ya Al Masry ilikuwa ni bao la 5. Lakini bao lake dhidi ya KMC ni bao la 6. Lakini pia kuna bao dhidi ya RS Berkane ni bao la 7. Lakini pia kuna bao moja dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo lipo bao lingine ambalo alifungwa pia pale Zanzibar dhidi ya Berkane, alikuwa mawili, mabao 9 hayo. Lakini pia unaweza kukumbusha pia na bao lingine. Kwa hiyo amekuwa akifungwa magoli ambayo kidogo yamekuwa yakifikirisha, na ndio maana uongozi wa Simba umeamua kuwaza kuachana naye mwishoni mwa msimu huu ili aweze kutafuta golikipa mwingine. Ukumbuke pia Kamara alikuwa alimzidi Djigui Diarra clean sheet 6 kwa msimu huu, lakini mpaka sasa hivi tofauti yao ni clean sheet moja tu. Djigui Diarra na 15, alafu Musa Pimpin Kamara ana clean sheet 16. Maana yake Djigui Diarra amezifuta zile clean sheet zote, ambaki clean sheet moja. Na maana yake kama kwenye hizi mechi ambazo zinafuata, mechi 3 ambazo wamebakisha, kama atashindwa kuondoka na clean sheet zote, labda ikatokea karuhusu mabao kwenye michezo miwili afu Djigui Diarra akaondoka na clean sheet kwenye michezo yote, maana kuna uwezekano mkubwa bado Djigui Diarra akaenda kutoa ile tuzo ya Golden Gloves mwishoni mwa msimu huu kutokana na ubora wake kwenye eneo la goalkeeping, kwa sababu mara nyingi hii ni tuzo ya Golden Gloves, ni tuzo ambayo inatazamwa sana kwenye clean sheet. Sasa kwa haraka ukitazama Djigui Diarra ana tofauti yao ni clean sheet moja tu. Maana yake kwenye michezo ambayo inafuata mbele kuna uwezekano mkubwa mmoja wao akafanya makosa ambayo yanaweza kumfanya mwenzake akawa juu. Kwa yule ambaye atakuwa juu atakuwa nafasi kubwa ya kwenda kushinda hiyo tuzo ya Golden Gloves. Na ukumbuke msimu uliopita ndo msimu pekee ambao Djigui Diarra hajaweza kupata hiyo tuzo, wakati akipata goalkeeper wa Coastal Union Lei Matampi, ambaye alimaliza akiwa na clean sheet nyingi kuliko Djigui Diarra. Na this time around tofauti ya Diarra na Kamara ni clean sheet moja tu. Maana yake ni kwamba kama Kamara ataruhusu tena bao lingine kwenye mechi zinazofuata, alafu Djigui Diarra akawa hajaruhusu hata bao moja kwenye michezo inayofuata, maana yake Kamara ataenda kumaliza msimu akiwa na clean sheet nyingi kuliko Djigui Diarra, kitu ambacho kinaweza kumfanya yeye akaenda kubeba hiyo tuzo ya Golden Gloves. Na Simba wao wanachokitazama sasa hivi ni kutafuta goalkeeper ambaye atakuwa na uwezo wa kupunguza makosa kwenye eneo lao la goalkeeping. Pasina kuwa na goalkeeper ambaye anafanya makosa ya kujirudia, na ndio maana wanafikiria kumwacha Musa Pimpin Kamara mwishoni mwa msimu huu, then watafute goalkeeper mwingine, na wataangalia kama majeraha ya Ayub Lekred yatakuwa yamepona vizuri kabisa, maana yake ndio atabakia Simba kwa msimu unaokuja. Lakini wakati huo wanatafuta tena golikipa mwingine ambaye atakuja kureplace nafasi ya Musa Pimpin Kamara. Lakini pia kuna ile kanuni ambayo aliwahi kuzungumza Wallace Karia
kwamba msimu unaokuja inawezekana golikipa wa kigeni akawa ni mmoja. Kwa hiyo kama atakuwa ni mmoja, maana yake Simba wataitabidi watafute golikipa wa ndani na sio golikipa wa kimataifa, na kama watatafuta golikipa wa kimataifa, maana yake itabidi Ayubu Lekredi aondoke pale Simba ili watafute na yeye na Kamara ili waongeze golikipa mwingine wa kimataifa. Kwa hiyo ni swala la kusubiri na kuona, lakini mpaka sasa kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Simba wanafikiria kumwacha Musa Pimpin Kamara mwishoni mwa msimu huu ili waweze kupata golikipa mwingine ambaye atakuja kuwasaidia kwa msimu unaokuja. So far so good kwa kile ambacho Kamara amekifanya kwenye kikosi cha Simba. Naamini kwamba ana uwezo wa kurekebisha makosa kwangu mimi, lakini kwa mtazamo wa viongozi wa Simba, wao wanaona kwamba ni golikipa ambaye amekuwa na makosa mengi ya kujirudia, kwa hiyo anastahili kuondoka ili aweze kutafuta golikipa mwingine ambaye atakuja kuziba vizuri pengo lake. Kwa mimi ambacho nakiona ni kwamba tuwasikilize Simba wenyewe ama tuwape nafasi wenyewe ndio watajua either abaki ama aondoke.